Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, tunaendelea na darasa yetu ya lugha ya kitabu chetu hiki Durus اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول. katika darasa nambari 16 الدرس السادس عشر somo la 16. Kitu ambacho tunajifunza katika darasa hii nambari 16 ni al-mubtada wal khabar. Mubtada na khabar, bila shaka tunasoma kwenye nahwu nini maana ya mubtada na nini maana ya khabar. Ikhtisaran, kwa ufupi, kwamba mubtada ni jina ambalo linakuwa lina dhamma lipo mwanzoni mwa sentence, ismun marfu'un, ni jina ambalo lina dhamma yakunu fi awwal aljumla, linakuwa mwanzoni mwa sentence. Na khabari ni jina ambalo linaunda linashirikiana pamoja na mubtada kuunda sentence iliyo sahihi, pia inakuwa ni marfu'. Mubtada ni ismun yaqa'u fi awwal aljumla, ni jina ambalo linatokea mwanzoni mwa sentence, na khabar ni ismun yaqa'u ba'da almubtada, ni jina ambalo linatokea baada ya mubtada. Kwa hiyo inapopatikana mubtada lazima iwepo na khabar, kwa sababu ndio zinashirikiana katika kuunda sentence mpaka kuifanya kuwa ni sahihi. Kwa hiyo inapokuja mubtada lazima na khabari iwepo. المدرس anasema liman hadhihi al-aqlam ya Muhammad, zanani kalamu hizi ewe Muhammad. Muhammad anasema hiya li ya ustadh, hizo ni zangu ewe ustadh. المدرس anasema hiya jamilatun jidda, hizo ni nzuri sana. Wa hadhihi al-kutubu al-jadidatu ahiya lak, na vitabu hivi vipya je ni vyako hivyo? Muhammad anasema la, hapana, hiya li Hamidin, hivyo ni vya Hamid, ambayo lam lilmilki, anavimilikisha kwa nani? Kwa Hamid. Almudarris anasema aina dafatirukum ya ikhwan, yako wapi madaftari yenu enyi ndugu zangu? Ali anasema hiya huna, hayo yapo hapa ala hadha almaktab, juu ya meza hii. Tamarin mazoezi anasema taammali alamthilata alatiya, zingatie mifano ifuatayo. Almufradu, umoja, anasema hadha talibun jadidun, huyu ni mwanafunzi mpya. Kwa hadha inakuwa ni ismu ishara ambayo ni mubtada, talib inakuwa ni nini? Inakuwa ni khabar ya mubtada, ambayo jadid inakuwa ni naat. Huwa min Baljika, ya kutokea Baljika. Aljam'u, wingi wa neno hadha inakuwa haulai, hawa. Kwa nasema haulai tulabun jududun, hawa ni wanafunzi wapya. Hum, kwa inakuwa hum min Baljika, au kutokea Baljika. Almufrad mmoja anasema hadha kitabun jadidun, hiki ni kitabu kipya. Huwa min Baljika. Aljam'u inakuwa ni hadhihi kutubun jadidatun. Kwa hiyo kwamba hadhihi, kama tunavyoifahamu kwamba, na kama tulivyoeleza hapo nyuma tulivyoisoma kwamba hadhihi ni ismu ishara, ni jina la kuashiria la jinsia ya kike ya umoja, wenye akili na si na akili, kwa kitu kilicho karibu. Pia hii hadhihi inatumika kuviashiria vitu vingi visivyo na akili vilivyo karibu. Kuna kusema hadha na kuwa ni ashiria kitu kimoja, si jinsia ya kiume ambacho kipo karibu, lakini hivyo vitu kama vitakuwa ni vingi vya jinsia ya vitu ambavyo visivyo na akili, inatumika hadhihi kama vitakuwa vipo karibu vingi. Kwa sema aljamu wingi, anasema hadhi kutubun jadidatun hiya min Baljika. Kwa hiyo itakuwa ni kuashiria kwanza, anasema hiya. Anasema hawil almubtada fi kulli min aljumal alatiyati ila jam', ibadilishe mubtada katika kila moja katika sentences zifuatazo kwenda katika jam'. Maana hapa mubtada imekuja kwa umoja, wewe upeleke katika jam', kama vile alivyoeleza hapo juu kwenye mfano. Anasema mithal, mfano hadha baitun, hii ni nyumba.
Nasema hadhihi buyutun, haya ni majumba. Kama tulivyoeleza kwamba kama vitu vinakuwa ni vingi visivyo na akili, vipo karibu vingi, vinaashiriwa kwa hadhihi. Kwa hadhihi inatumika kumwashiria mwanamke mmoja ambaye yupo karibu, au kitu cha umoja cha jinsia kike ambacho kipo karibu, au vitu vingi ambao visivyo na akili vilivyo karibu, inatumika kuashiriwa kwa hadhihi. Anasema hadha najmun, hii ni nyota. Kwa nasema hadhihi nujumun, hizi ni nyota. Kwa jamu yemenye imekueleza kwa hapo cha kufanya unaweka ismu ishara ambayo itaendana hiyo jamu ya mbele hapo. Hadha darsun, hii ni darasa. Sema hadhi durusun. Hadha qalamun, hii ni kalam. Hadha babun, huu ni mlango. Hadha nahrun, huu ni mto. Hadha jabalun, huu ni mlima. Hadha kalbun, huyu ni mbwa. Hadha bahrun, hii ni bahari. Kwa hiyo haya majina ambayo yamewekwa katika kiboksi cha pili ndio yanajulisha wingi. Kwa hiyo hapo utaweka jina ambalo linaashiria wingi hapo, ambayo itakuwa ni mubtada, ambayo jina la mbele litakuwa ni khabari. Hadha kitabun, hiki ni kitabu. Hadha himarun, huyu ni punda. Hadha sarirun, hiki ni kitanda. Hadha daftarun, hili ni daftari. Hadha maktabun, hii ni meza. Hadha funduqun, hii ni hoteli. Hadhihi sa'atun, hii ni saa. Hadhihi sayyaratun, hii ni gari. Hadhihi ta'iratun, hii ni ndege. Dhalika najmun, ile ni nyota. Dhalika najmun, ile ni nyota. Kwa kuwa tilka nujumun, na kuwa tilka nujumun, zile ni nyota. Tilka sayyaratun, ile ni gari. Kwa kuwa tilka sayyarat, hapo kwenye kiboksi cha pili hajajaza. Ashir ila al-asma'i al-atiyati bismi isharatin munasibin lilqarib, ashiria majina yafuatayo kwa jina la kuashiria linaloendana na kitu cha karibu. Hadha, hadhihi na haula, ambao hadha inatumika kuashiria kitu cha umoja cha jinsia kiume chenye akili na kisicho na akili kilicho karibu. Hadhihi inatumika kwamba kuashiria kitu cha jinsia ya kike kilicho karibu, chenye akili na kisicho na akili, cha umoja au cha wingi, isipokuwa kwa watu. Kama tunaposema cha umoja au cha wingi, maana ima yani kiwe kitu kimoja au viwe ni vingi, lakini muda kuwa havina akili. Kama mwanamke atakuwa mmoja, ataashiriwa kwa hadhihi kwamba huyu, lakini kama ni vitu vingi vitaashiriwa hadhihi hivi. Na haula hii inatumika kuashiria watu wengi, wanawake na wanaume. Hawa kwa sema hadha rajulun, haula rijalun, hawa ni watu. Hadha kalbun, sema hadhi kilabun, hawa ni mbwa. Hadhi durusun, haya ni madarasa, masomo. Haula mudarrisun, hawa ni walimu. Kwa unajaza hapo, unaangalia jina linaloendana, unajaza sehemu ile wazi. Akhawati, aqlamun, kitabun, sayyarat, sayyaratun, himarun, kutubun, humurun, jamu ya himar, mapunda. Ainun, jicho. Tabibatun, daktari. Tabibati, madaktari. Kuna eka jina ambalo linaloendana na hapo sehemu ile wazi, kama tulivyoeleza. Utaangalia jina la kuashiria gani linaendana na hapo, unalijaza. Anasema ashiri al-asma'i al-atiyati bismi isharatin munasabin lilba'id, ashiria majina yafuatayo kwa jina la kuashiria kitu linaloendana, lilba'id, kwa kitu kilicho mbali. Kuna dhalika ambayo kwa mwanaume yule, tilka kwa mwanamke, na ulaika wengi, wanawake na wanaume nashirikiana. Kwa dhalika talibun, kuna kuwa ulaika tulawali na wanafunzi. Dhalika najmun, ile ni nyota. Tilka nujumu, kwa tilka ni kama vile hadhi. Tilka pia inatumika kuashiria vitu vilivyo vingi visivyo na akili vilivyo mbali. Pia tilka inatumika kumwashiria mwanamke mmoja ambaye yuko mbali. Pia inatumika kuashiria vitu vingi ambavyo visivyo na akili vilivyo mbali. Tilka bintun, yule binti. Ulaika banatun, wale ni binti. Kwa ulaika inakuwa ni mushtaraka, wanawake na wanaume. Tilka darajatun, tilka darajat. Sarirun, kitanda. Sururun, vitanda. Dajajatun, madrasatun, mudarrisat. Hajjun, mwenye kuhiji. Hujjaju, mahujaji. Ulaik, masjidun, sayyarat. Kwa unaangalia ismu ishara linaendana na hapo, jina la kuashiria linaendana na hapo, unalijaza.
Asmaul isharati lilqaribi al-aqil, majina ya kuashiria kitu kilicho karibu chenye akili. Hadha talibun, huyu ni mwanafunzi. Haulai tullabu, hawa ni wanafunzi. Hadhi talibatun, huyu ni mwanafunzi wa kike. Haulai talibat. Asmaul isharati lilbaidi al-aqil, majina ya kuashiria kitu kilicho mbali chenye akili. Dhalika talibun, yule ni mwanafunzi. Ulaika tullabun, wale ni mwanafunzi. Tilka talibatun, yule ni mwanafunzi. Ulaika talibat, wale ni wanafunzi wa kike hao. Asmaul isharati lilqaribi ghair al-aqil, asmaul ishara lilqaribi ghairu al-aqil, majina ya kuashiria kitu kilicho karibu kisicho na akili. Hadha baitun, hadhi buyutu, hii ni nyumba, haya ni majumba. Hadhi sayyaratu, hadhi sayyarat, hii ni gari, haya ni magari. Asmaul ishara lilbaidi ghairu al-aqil, majina ya kuashiria kitu kilicho mbali kisicho na akili. Dhalika baitun, ile ni nyumba. Tilka buyutun, ile ni majumba. Tilka sayyaratu, na tilka sayyarat, ile ni gari na ile magari. Kwa kama tunavyoeleza kuhusiana tilka, inatumika kuashiria kitu cha umoja wa jinsia ya kike, sawa, kilicho mbali. Pia inatumika kuashiria vitu vingi ambavyo visivyo na akili, vilivyo mbali. Naam, inshallah taala tuishi hapa, kuendelea darasa nambari 17. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.